إنما الأعمال بالنيات. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فهي وصية الله في الأولين والآخرين. قال عز من قائل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. إخوة الإيمان، katika khutba ya Ijumaa iliyopita tulizungumza kwa taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala wasia wa pili na kadhalika wasia wa tatu katika orodha wa nyasia zilizokuja za Luqman al-Hakim. Wasia wa kwanza ulikuwa ni wasia juu ya tauhid. Wasia wa pili wa Luqman ulikuwa juu ya muraqabatullah azza wa jalla. Luqman kamusia mwanawe awe saa zote anafahamu ya kwamba lolote analolifanya, chochote atakachokitenda katika maisha yake, basi aelewe ya kwamba siku ya kiyama Allah subhanahu wa ta'ala kitu hicho au jambo hilo atalileta, kwa maana kwamba hilo jambo limesajiliwa, hilo jambo Allah azza wa jalla analitambua kwamba limefanywa, ameliona, amelishuhudia kama walivyoshuhudia malaika wake wakasajili. Siku ya kiyama kila dogo na kubwa litaletwa mbele ya Muislamu ili ahisabiwe nalo. Katikati ya wasia hizi mbili kukaingia wasia wa Allah subhanahu wa ta'ala. Baada ya wasia wa Luqman kumwambia mwanawe juu ya wasia wa tauhid, Allah azza wa jalla akafuatanisha wasia huu na wasia juu ya wazazi wawili. Wa wasaina al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn wa fisaluhu fi amain an ishkur li wa liwalidayka ilayya al-masir. Leo bimashiati Allah ta'ala tunasongea mbele katika wasia watatu wa Luqman, ambayo katika orodha ya hizi nyasia zilizoko hapa ni wasia wa 4, ukiongezea wasia wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa Muislamu juu ya wazazi wake wawili. Wasia wa Luqman watatu anaomwambia mwanawe ni ule wasia aliyosema ndani yake Luqman kumwambia mwanawe, ya bunayya, ewe mwanangu, aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dhalika min 'azmi al umur. Wasia huu uliokuja katika surati Luqman aya hii ya 17 umebeba ndani yake maswala matatu. Ni wasia juu ya mambo matatu ambayo Luqman aliyaweka yote kwa pamoja. Ukitaamal kwa makini mfuatilio au taratibu wa hizi wasaya, ukitagundua kwamba wasia wa kwanza ulikuwa ni juu ya tauhid,
na tauhid lazima itangulie kabla ya mambo mengine yote katika Uislamu, maana tauhid ndio kichwa cha mambo. Tauhid ndio asli ya mambo, ambayo ikiwa tauhid hiyo imesimama vyema imara sawa sawa, yale mambo mengine yote yatakuwa yametengenea. Kama ni ibada zote zitakuwa zipo sawa, mambo ya khairi yatakuwa yako sawa, yanakubalika, Allah azza wa jalla atakuwa ni mwenye kuyapokea ikiwa tauhid ya yule anayeyatenda mambo yale tauhidi yake ipo sawa. Ndio maana tauhidi inatangulizwa mwanzo. Kabla ya Luqman kumwambia mwanawe aqimis salata, kwanza alimwambia la tushrik billah, maana huo ndio msingi. Swali utakavyoswali, ikiwa tauhidi haijasimama vyema imara, swala yako hakuna pahali inakwenda. Toa zaka, toa sadaka, fanya khairat unavyotaka kufanya, lakini tauhidi ikiwa ina mushkili, tauhidi ikiwa haijasimama imara vile atakavyo Allah azza wa jalla na alivyofundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, haya yote hakuna pahali yanakwenda. Na Allah azza wa jalla si mwenye kuyapokea haya anayoyafanya mja akiwa ameyafanya akiwa nje ya tauhidi, bali Allah subhanahu wa ta'ala kambainishia mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kwamba lao atakuja na amal akiwa ni mwenye kumshirikisha Allah azza wa jalla, amali zile zote Allah atakuwa ni mwenye kuziporomosha. walaqad uhiya ilayk wa ila alladhina min qablik la in ashrakta la yahbatanna amaluk. Haya maneno ambiwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hakika umekwisha kupewa wahi ewe nabii Muhammad pamoja na wale waliotangulia kabla yako, ya kwamba lao utamshirikisha Allah azza wa jalla ewe Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yahbatanna amaluk, amali zako zote zitaporomoka. Ikiwa amali za Muhammad sallallahu alaihi wasallam zitaporomoka, amali za nani zitabakia? Hii ndiyo tauhidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na ndiyo maana Luqman akaanza nayo katika wasia wake kabla hajaingia katika wasia wa kuzungumza mambo ya ibada. Wasia tulionao leo ni wasia unaozungumza ibadat, na ibada alizotaja Luqman katika aya hii ni ibada mambo matatu. Jambo la kwanza ameanza nalo ni as-salah, na ametanguliza alwasiyatu bis-salah li'idhami sha'niha fi al-islam, kwa sababu ya ukubwa na uzito wa pahala pa swala ndani ya Uislamu. Daraja ya swala katika Uislamu ni ibada iliyo ya juu zaidi kushinda ibada nyingine yote baada ya tauhid. Hakuna ibada nyingine katika Uislamu itakayoshinda swala katika ukubwa, utukufu na uzito baada ya tauhid ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fahiya amudul Islam, swala ndio uti wa mgongo wa Uislamu, swala ndio backbone ya Uislamu. Kama ambavyo Uislamu na tauhidi ndio kichwa, swala inakuja inakuwa ndio backbone, ndio uti wa mgongo wa mja. Man aqamaha aqama ad-din, man aqamaha aqama al-islam. Yule mwenye kusimamisha uti huu wa mgongo, mwenye kusimamisha backbone ya Uislamu kwamba ni swala, basi Uislamu wake utakuwa umesimama, umenyooka. وهي آخر وصية وصى بها النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته. swala ndio katika wasia wa mwisho wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kabla hajaondoka duniani, akiwa katika sakaratil maut. Tayari ameona kwamba anakwenda kukutana na ar-rafiqul a'la, al-haq tabaraka wa ta'ala. Roho inatoka, malakul maut amekuja kuichukua roho ya afdalul khalq wa ashraful khalq wa ashrafur rusuli wal anbiya Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Lakini bado wakati huo mtume sallallahu alayhi wasallam anaona kwamba ipo nafasi ya kutoa wasia wa mwisho,
Na wasia wake wa mwisho akawaambia umma wake, as-salah as-salah wama malakat aymanukum. Huko roho inatoka as-salah as-salah wama malakat aymanukum. Sala sala, yani enyi umma wangu, naondoka duniani lakini nawahusieni wasia wangu wa mwisho wa kwamba shikamaneni na sala. Kairudia mara mbili, as-salah as-salah wama malakat aymanukum. As-salat ayuha al-ikhwa al-kiram awwal ma yuhasab bihi al-'abdu yawm al-qiyamah, ndio ibada ya kwanza ambayo mja atahesabiwa nayo siku ya kiyama. Katika ibadat hakuna ibada nyingine itakayotangulia mwanzo kuhesabiwa. Muislamu amefanya ibada nyingi. Muislamu alikuwa ni mwenye kusoma Qur'an, Muislamu alitoa zaka, Muislamu alitoa sadaqat, Muislamu alikuwa akienda hija pengine kila mwaka, alikuwa akienda umra kila Ramadhan, alikuwa akifanya khairati za kila aina, akiwasaidia wanaohitaji, akifanya haya akifanya yale na mengineyo. Lakini kati ya hizi ibada zote, ibada ambayo Allah azza wa jalla atamhesabu nayo mwanadamu ya kwanza ni as-salah. Kama jaa ani nabii sallallahu alayhi wasallam, awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamah as-salah. Kitu cha kwanza katika ibada ambacho atahesabiwa nacho mja siku ya kiyama ni swala. Fa idha salahat, sasa swala hiyo ikiwa ipo sawa, swala hiyo ikiwa imeswaliwa namna alivyofundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, na Allah azza wa jalla ikamridhisha swala ya mja huyo, salaha sairul a'mal, na zile amali zingine zote zitakuwa zipo sawa, zimetengenea. Wa idha fasadat, na swala ikiwa imeharibika, basi vile vile ibada zingine na amali zingine zote zitakuwa zipo katika mushkili. Na hii hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ni hoja tosha kwa wale wanaouliza maswali mara kwa mara, nini hukumu ya yule Muislamu anayefunga kisha haswali? Nini hukumu ya Muislamu anayefanya hivi lakini haswali? Nini hukumu ya Muislamu anayefanya mambo mengi ya khairat, anafanya mambo mengi mazuri lakini haswali? Jawabu yake nini? Jawabu yake ni hii hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, idha salahat, sala ikiwa imetengenea, ipo sawa mbele ya Allah azza wa jalla, ameikubali, salaha sairu amali, zile amali zingine zote zitakuwa zipo sawa. Siyam yako itakuwa ipo sawa, na ibada zingine za sadaqat na hija na umra na nyinginezo na tilawati alquran. Lakini sala utakayo kuhesabiwa nayo mwanzo, ikionekana kwamba ina mashakili, ikionekana ina kasoro, ikionekana ina madosari mengi, ikionekana ina upungufu mkubwa, hakuna njia zile ibada zingine zitakuja kukutetea ili swala hii iwe sawa. Na kuanguka kwa swala mbele ya Allah azza wa jalla ni kuanguka kwa zile ibada zingine. Maana swala ndio amudi al-Islam kama tulivyotangulia kusema. As-salatu ayuha al-mu'min ayuha al-muslim, Luqman amwambia mwanawe, aqimis salata, simamisha sala. Lianna salata, kwa sababu sala ayuha al-ikhwa nurun lilmuslimi, sala ni nuru kwa muislamu, fi dunya wa akhirata, katika dini yake, katika dunia yake na katika akhira yake. Fi dunya, hapa duniani sala ni nur, wa fi akhiratik, katika akhira yako kadhalika sala ni nur. Maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadith, alhamdulillah tamla'u al-mizan wa subhanallahi walhamdulillah tamla'ani au tamla'u ma baina as-samai wal ardh, was-salatu nur, na sala ni nuru kwa muislamu. Unaiona nuru ya sala kwa kila muislamu anayeswali. Nuru ipo wazi, nuru katika kiwiliwili chake, nuru katika uso wake, nuru katika amali na mambo anayoyafanya, nuru katika maisha ya muislamu anayoishi, nuru kila anaposimama na kila anapokaa na kila anapolala na anapoamka. As-salatu nur, wa yawm al-qiyamah as-salatu nur kadhalik.
waislamu wanaoswali siku ya kiyama watapewa nur. Nuruhum yas'a baina aydihim wa biaymanihim bushrakumul yawma. Nuru yao itakuwa inazagaa, nuru itakuwa imeenea mbele yao na ubavuni na kila sehemu. Wakiwa nuru hiyo wanaitumia kupita nayo juu ya njia ya sirat, daraja iliyowekwa juu ya moto wa jahannam. Hakuna njia nyingine ya kuvuka kuenda peponi isipokuwa ala sirat alladhi yada'uhu Allah subhanahu wa ta'ala jisr ala jahannam. Ni daraja limewekwa juu ya jahannam, ndio hiyo barabara na njia ya pekee ya kwenda peponi. Walio na nur inayotokamana na sala, inayotokamana na a'mal as-salihah, a'mal salihah fi muqaddimatiha wa fi ra'siha, inayotangulia ya kwanza kabisa ni sala. Na nuru ya sala inatokamana na kule muislamu kutawadha, inatokamana na vile viungo ambavyo muislamu alikuwa kiviosha katika swala, ilikiwa uso na mikono na mengineo. Yaum al-qiyama hivi viungo vitakuwa vinanawiri. Inna ummati yati ghurran muhajjalina yaum al-qiyama, umma wangu watakuja siku ya kiyama wakiwa wanang'ara nuru katika hivi viungo ambavyo wametaja Mtume sallallahu alaihi wasallam, uso na mikono na mengineo, kwa sababu ya kutawadha. Nuru yas'a baina aydihim wa biaymanihim, nuru duniani na nuru akhira. Ya bunayya aqimi salah, ewe mwanangu simamisha sala, kwa sababu sala man hafadha alaiha, mwenye kuhifadhi hii sala, mwenye kuisimamisha hii sala, kama alivyomwambia mwanawe aqim. Hakumwambia mwanawe ya bunayya salli, ewe mwanangu sali, ewe mwanangu salli. Hapa amemwambia ya bunayya aqimi salah. Kuna tofauti baina ya kumwambia swali na simamisha sala. Kusimamisha sala maana yake ni kuhifadhi ile sala, ni kusimama na ile sala vile itakavyo, inavyopaswa kuwa, vile alivyoamrisha Mtume sallallahu alaihi wasallam muislamu kuziswali swala katika ndani ya nyakati zake, kwa masharti yake, kwa utaratibu wake, kwa namna yake na kwa sifa aliyofundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sallu kama raaitumuni usalli, swalini kama mlivyoniona mimi nikiswali. Sio swala ya yule anayejichagulia yeye mwenyewe time anayotaka kuswali, sio swala ya yule ambaye nafsi yake na hawa ya nafsi ndio inaomwambia aswali ama asiswali. Akijisikia kuswali na swali, kama ajisikii kuswali, swala ndio ishapita, wala hana habari. Wala sio swala ya yule anayeswali vile anavyotaka yeye kuswali, iwe imeafikiana na Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyofundisha, haikuafikiana, hana habari ya mambo kama hayo. Bora mimi ni maswali, nishaswali na nimekuwa nikiswali hivi miaka 10, 15, 20 iliyopita. Aqimi salah, ewe mwanangu simamisha swala. Iqamatu salah ni kuhifadhi swala na kuiswali swala kwa namna hii ambayo tumeitaja. Na yule mwenye kuhifadhi swala, malipo yake Allah azza wa jalla ametuahidi ndani ya Qur'an ni jannat, lakini sio jannat ya kawaida, jannat al-firdaus. قال الحق تبارك وتعالى والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. hawa ni wale waislamu ambao wamesimama na swala, wakashikamana na swala vyema, wakafungamanisha roho zao na mioyo yao na nafsi zao na swala. Swala ikawa kwao sio ibada tu peke yake, bali ni juz'un la yatajazza'u an hayatihim, ni jambo ambalo haliwezi kuachana na maisha yao. Swala inakuwa ni sehemu ya maisha ya Muislamu, si masala ya kwamba ni kipindi fulani cha swala kwamba kimewekwa unakisubiri ukitekeleze alafu uendelee na shughuli zako. Ni jambo ambalo lipo ndani ya moyo, umelibeba ndani ya nafsi, unasubiri wakati wa sala utafika saa ngapi.
na ukimaliza swala hii unaisubiri swala nyingine, ukimaliza swala hii unaisubiri swala nyingine, na kila swala unakuwa umejiandaa, umejitayarisha na swala ile ili kumkabili Allah subhanahu wa ta'ala na kuzungumza naye. walladhina hum ala salawatihim yuhafidhun, na wale ambao swala zao wanazihifadhi. Hawa ni wale waliotajwa mwanzo wa sura, mwanzo wa aya hii au nyuma ya aya hii, mwanzo wa suratul Mu'minun. Allah subhanahu wa ta'ala aanza kutuambia qad aflaha almu'minuna, hakika wamefaulu waumini. Alladhina hum fi salatihim khashi'un, waumini ambao ndani ya swala zao wana khushu'u, wanaswali wakiwa na unyenyekevu, wanaswali wakiwa na khushu', wanaswali mioyo yao na roho zao zikiwa zipo ndani ya swala, akili zao zipo ndani ya swala. Wanatambua sasa hivi tumesimama, tumemkabili nani? Sasa hivi tumesimama, tunazungumza na nani? walladhina hum ala salawatihim yuhafidhun, na wale ambao kwa sala zao wanazihifadhi. ulaika humul warithun, hao ndio watakaorithi. madha yarithuna ya rabbana, wanarithi kitu gani ewe Mola wetu? ulaika humul warithun alladhina yarithuna alfirdaus, hao ndio watakaorithi pepo za firdaus. hum fiha khalidun, na wataishi humo ndani milele. Ni kutokamana na sifa hizi ambazo zimetajwa kwamba umesimama katika swala na khushu', wamesimama katika swala wakiwa wanatambua kwamba tumesimama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, nunaji rabbana tabaraka wa ta'ala fi salatina, na kadhalika swala zile wanazihifadhi kama alivyofundisha Allah subhanahu jalla wa ala. Baada ya kumaliza kumwambia mwanawe aqimi salah, Luqman akamwambia jambo la pili, wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar. Wanangu, simamisha swala, na kadhalika amrisha mambo mema na kataza mambo maovu. Kuamrisha mambo mema na kukataza mambo maovu ni ibada, na ni faradhi miongoni mwa faradhi za Uislamu, kama ilivyo sala ambavyo ni faradhi. Sala ni faradhi na ni nguzo ya Uislamu. Al-amru bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar ibada, fardh. Wakati mwingine inakuwa fardhu ain, wakati mwingine inakuwa fardhu kifaya, kulingana na hali vile ilivyo. Hapa ndipo akamuhusia mwanawe jambo la pili. Kuna siri gani ya Luqman kufuatanisha swala na kuamrisha mema na kukataza maovu? Siri ipo kubwa sana, na siri yenyewe ni kwamba swala yenyewe miongoni mwa nyadhifa zake, miongoni mwa kazi za swala, inatakiwa swala imkataze Muislamu mambo maovu na machafu. Ndio wadhifa wa swala, ndio kazi ya swala aloichagua Allah azza wa jalla na kuiweka katika hikma ya sharia, akaweka hikma hiyo. Kwa hiyo swala ambayo Muislamu anaiswali, kando na kwamba unatekeleza faradhi, kando na kwamba unafuata maamrisho ya Allah azza wa jalla na mtume wake, kando na hayo ni kwamba swala ile wewe mwenyewe Muislamu inakunufaisha kwa kutekelezea kazi ya kukataza wewe na mambo maovu na mambo machafu na mambo mabaya na mambo yasiyofaa. utlu ma uhiya ilayka min alkitab wa aqimis salah inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. Mtume sallallahu alaihi wasallam ambiwa na Mola wake, wa aqimis salah, nasimamisha sala. Inna salata, hakika sala, tanha 'anil fahsha', inakataza, inamkataza Muislamu na mambo maovu, mambo machafu. Fahsha ni mambo machafu kama vile uzinifu na mengineo, wal munkar, na mambo mabaya yasiyofaa kufanywa. Huu ndio wadhifa wa sala, kwa maana kwamba kila anayeswali
na kila anayeamini kwamba yuatekeleza ibada ya swala, inafaa saa zote aangalie hiki kipimo ambacho Allah azza wa jalla ametuwekea ndani ya Qur'ani. Je, hii swala ambayo mimi Muislamu naitekeleza inanitekelezea huu wadhifa? Je, mimi Muislamu ninayeswali, hii swala mimi inanitekelezea kazi ya kunikataza maovu, kazi ya kunikataza mambo mabaya na mambo machafu kwa ajili ya swala? Maana huo ndio wadhifa wa sala, na hiyo ndio hikma ya Allah azza wa jalla kuleta sheria ya sala. Sasa Muislamu akishaswali, swala ile inatakiwa imtekelezee wadhifa wa kumkataza maovu na mabaya na mambo machafu yasiyofaa. Muislamu akishafika hapo kwamba swala ambayo yuiswali ishakuwa ni yenye kumkataza na mambo mabaya na kumkataza na mambo machafu na mambo yasiyofaa, mambo ya madhambi, sasa Muislamu huyu ndipo anakuwa na uwezo wa kutoka nje na kuwaambia wengine juu ya mabaya na maovu na mambo yasiyofaa. Ndio maana kwanza ikatangulia swala, kisha ikaja wal amru bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar, na amri bil ma'rufi na nahyi 'anil munkar ikawekwa katika ubavuni mwa swala. Siri ndio hii ya kwamba swala hii ndio kazi yake, na kazi hii swala inamfanyia yule mwenye kuswali. Sasa yule mwenye kuswali akishatekeleza hii kazi, anakuwa na uwezo wa kutoka nje kumwambia mtu hili ni jema fanya na hili ni ovu usifanye. Kwa sababu haitopendeza kwa Muislamu kwenda kuwakataza watu maovu ambayo yeye mwenyewe yuayafanya, kwenda kuwakataza watu mambo mabaya ambayo yeye yuayafanya, na kwenda kuambia watu wafanye mambo mazuri ambayo yeye hayafanyi, jambo ambalo Allah azza wa jalla kalikemea mno ndani ya Qur'an, na kawakosoa ahli alkitab min alyahudi wa ghairihim kwa sababu hili jambo. Akawaambia ta'muruna an-nasa bilbir wa tansawna anfusakum wa antum tatluna alkitab. Vipi mnawaamrisha watu mambo mema, waswali, wafanye mambo alafu nyinyi hamfanyi? Kinyume chake ni kwamba vipi mnawakataza watu mambo maovu, nyinyi mnafanya? Na hivi alivyosema Luqman al-Hakim kumwambia mwanawe, ndivyo ulivyo ndani ya kanuni za sheria za Uislamu, na ndivyo ilivyo ndani ya hikma ya maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'an. Unagundua kwamba kuna sehemu mbalimbali ndani ya Qur'an tofauti Allah azza wa jalla ametuishiria katika hii hikma ambayo Luqman ametuwekea katika maneno yake ya kumwambia mwanawe. Allah azza wa jalla kadhalika katika Qur'an haya mambo mawili akatuwekea pamoja. Ametuambia ndani ya sura at-Tauba, wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhum awliya'u ba'd, waumini waume na waumini wa kike wote wenyewe kwa wenyewe ni mawalii wa wenyewe, yani ni mawalii wa hawa, ni mawalii wa hawa na hawa ni mawalii wa hawa. Kila muumini mwanamume ni wali wa muumini mwanamume mwenziwe, muumina mwanamke ni walia wa muumina mwanamke mwenziwe. Kati ya waumini kunatakiwa kuwe na wilaya, kuwe na udugu, kuwe na mahaba, kuwe na mawadda, lakini kukiwa na sifa ya iman kunapatikana haya. Walmu'minuna walmu'minat ba'dhuhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimuna as-salah. Tazama huu taratibu ambao Allah azza wa jalla ametwekea. Waumini waume na wake ni mawali wa wenyewe, baadhi yao na wa mawali wa hawa, wanaamrishana mema na kukatazana maovu na wanasimamisha swala. Swala ikafungamanishwa na al-amru bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar. Kwingine katika sura at-Tauba, humo ndani ya sura hii mbele kidogo, Allah subhanahu wa ta'ala kadhalika atuambia, mwanzo wa aya inaanza at-taibuna, mbele yake inatuambia ar-raki'una
as-sajiduna al-amiruna bil ma'rufi wan-nahuna 'anil munkar. Katika sifa za waja wema ni wale wanaoleta tauba, wanaofanya mambo ya khairi. Kisha kaja akatuambia ar-raki'una, na wale wanaorukuu, as-sajiduna, na wale wanaosujudu, wanaosali, al-amiruna bil ma'ruf wan-nahuna 'anil munkar, na wale wanaokatazana, wanaoamrishana mema na kukatazana maovu. Katika sura nyingine, suratul hajj, Allah subhanahu wa ta'ala akatuambia sifa za waumini, alladhina in makkannahum fil ardi, wale waja wema waumini wetu ni wale ambao tunapowamakinisha ndani ya ardhi, juu ya ardhi hii, tunapowapa imkan, tunapowapa uwezo wa kujimakini katika ardhi hii, ikawa wao ndio walio na utawala, wao ndio wenye mamlaka au wenye madaraka, Allah azza wa jalla akawapa imkania, akawapa uwezo wa kusimamia mambo juu ya ardhi hii. Alladhina in makkannahum fil ardi aqamu salata, jambo la kwanza wanalifanya wale watu ambao tumewajalia kuwapa utawala, tumewajalia wakawa na madaraka au uwezo na nguvu ya kiasi fulani ya Allah subhanahu wa ta'ala katika zile neema ambazo wamewapa, jambo la kwanza wanalifanya ni aqamu sala, wanasimamisha sala. Jambo la pili, wa amaru bil ma'rufi wa nahaw 'anil munkar, na wanaamrisha mema na kukataza maovu. Yote hii ni kuonesha kwa busara na kwa hikma ya kwamba haya mambo mawili lazima yende sambamba. Mwenye kuswali lazima atekeleze kazi anatakiwa kutekeleza kazi ya al-amru bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar, lakini kumbuka kwamba ndani yake kuna siri, ndani yake kuna sharti, na sharti ni kwamba ile swala yenyewe kwanza lazima iwe imetekeleza kazi yake kwa yule mwenye kuamrisha mema na kukataza maovu. قلت ما سمعتم واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، فيا أيها المسلمون أني وإسلام. Wasia huu unamaliza na jambo la tatu ambalo Luqman alimwambia mwanawe, wasbir ala ma asabak, ewe mwanangu usimamisha sala, amrisha mema na kataza maovu. Wasbir ala ma asabak, na usubiri kwa yale yanayokusibu. Baada ya kutaja amri ya sala na kutaja amri ya amru bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar, hizi ni ibada mbili za faradhi, inakuja ibada ya tatu ya as-sabr. Na sabru ya kwanza ambayo amekusudia Luqman katika aya hii tukufu ni sabru inayotakiwa Muislamu kuwa nayo kwa natija ya kazi anayotakiwa kuifanya ya amru bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Maelezo ya maneno haya ni kwamba kokote palipo na kazi au wadhifa wa amru bil ma'ruf, kuamrisha mema na kukataza maovu, kokote kunapotekelezwa kazi hii, wakati wowote inapofanywa kazi hii, lazima kupatikaniwe na udhia, lazima kupatikaniwe na misiba, lazima kupatikaniwe na mitihani ambayo yule mwenye kuamrisha mema na kukataza maovu anatakiwa kuyasubiria. Ndio maana baada ya kumwambia wa'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar, anamwambia wasbir ala ma asabak, kwa maana ya kwamba unapokuwa ewe mwanangu unatekeleza kazi ya kuwaita watu kutekeleza mambo mema na kuwafundisha watu mambo mema na mambo yaliyo sawa, na kuwakataza watu mambo maovu na mambo yasiyofaa, katika wewe kutekeleza kazi hiyo utapigwa vita mno, utapata misiba, utapata changamoto, utapata mambo mazito utakabiliana nayo. Kwa hivyo subiri,
kwa yale yatakayokufika kutokamana na kazi yako ya wa'mur bil ma'rufi wa nahy 'anil munkar. Na ukiweza kuyasubiria hayo, basi subra yako juu ya yale mengine yatakuwa ni mepesi. Subra yako juu ya taa, subra yako juu ya misiba ya Allah ya qadari yanayotokamana na qadar na misiba mbalimbali yatakuwa ni mepesi, kwa sababu umeweza kusubiri juu ya hili ambalo Allah azza wa jalla amekufaradhishia, amekuamrisha kulitekeleza. Na hivi alivyosema Luqman ndivyo anavyotufundisha Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'an, ya kwamba kila anayekuja na kazi ya amrun bima'ruf wa nahyun 'anil munkar lazima akabiliane na udhia wa kila aina. Kuna wanaoudhiwa udhia ule wa juu zaidi, na kuna wanaoudhiwa udhia wa katikati, na kuna ambao wanahangaishwa kidogo hapa na pale. La msingi la Muislamu ni kuelewa ya kwamba anatakiwa kudhibiti katika kazi yake ya amru bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar, wala asiteteleke, wala asibabaishwe na ule udhia kutokamana na ibada ya subra ambayo atakiwa kusimama ndani yake. Allah subhanahu wa ta'ala amwambia mtume wake Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, walaqad kudhibat rusulun min qablika, ewe Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ukiona kwamba watu wako wa Makka na Quraysh na wengineo kwamba wamekusukuma mbali sana katika mambo ya udhia, wamekuonesha kila aina ya udhia na mambo mazito, ukiona hivyo subiri, kwa sababu walaqad kudhibat rusulun min qablika, wamekwisha kukadhibishwa mitume waliokuwa kabla yako. Walifanyaje? Fasabaru ala ma kudhibu, walisubiri kwa yale waliokadhibishwa ndani yake, wa udhu, na waliudhiwa mno, hatta atahum nasruna, mpaka nasri na ushindi wetu ukawajia. Walisubiri. Mifano ipo mingi, lau utaanza kuitaja mifano hiyo khutba moja mbili hata tatu hazitoshi. Chukua tu kwa mfano wa haraka haraka Ibrahim alayhi salam. Alikuja na kazi ya al-amru bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar, akenda katoka katika daraja ya amrun bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar bil lisan, akatoka katika mdomo, kuanzia akimwambia babake ya abati la ta'budi shaytan inna shaytana kana lirrahmani 'asiya ya abati inni qad ja'ani min al-'ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiya, mpaka mwisho aya kama hizi. Akatoka katika al-nahy 'anil munkar daraja ya lisan, akaenda mbele katika daraja ya mkono. Akaona hii lisan bado haijafanya kazi, akaamua siku moja kwa mkono wake yeye mwenyewe kwenda kuyavunja yale masanamu yaliokuwa yanaabudiwa min dunillah. Kayavunja yale masanamu. Jamaa wakija wanakuta miungu yao sio masanamu, miungu waliokuwa wanaiabudu yote ipo chini imevunjwa, amebakishwa moja mkubwa wao, akamwekea na shoka. Man fa'ala hadha bi alihatina innahu lamina adh-dhalimin. Ibrahim anawaambia fa'alahu kabiruhum hadha fas'aluhum in kanu yantiqun, waulizeni kama wao wanazungumza. Kwa hii kazi aliyokuja nayo Ibrahim alayhi salam haikuwa sahali, bali aliteswa, alioneshwa kila aina ya maudhi na kila aina ya misiba. Babake mwenyewe akamwambia la in lam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya, kama ewe Ibrahim hutaachana na hii haya mambo yako, hutaachana na haya maneno yako, mimi nitakufukuza na tena uniondokee hapa, sitaki kukuona na nitakupiga mawe. La arjumannaka, nitakupiga mawe. Baba anamwambia mwanawe. Na baada ya kufanya kazi ya kuvunja masanamu, uhriqa bin nar, akatiwa ndani ya moto ambao wameutengeneza mahsus wa kumchoma Ibrahim alayhi salam. Moto haukuwa na kazi nyingine. Udhrimatin nar liihraqi Ibrahim alayhi salam. Allah azza wa jalla na yeye akataka mengine, wao wametaka kufanya mambo mengine, na Allah azza wa jalla akataka kufanya mambo mengine. Wa makaru wa makara Allah wallahu khairul makirin.
akauambia ule moto, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ndio hii nasri Allah subhanahu wa ta'ala. Musa alayhi salam kaudhiwa, ameudhiwa Musa alayhi salam kwa inadi, amefanywa inadi nyingi sana, kafanywa istihzai nyingi, kafanywa kila aina ya, kapewa kila aina ya udhia na maneno mabaya. Anakuja kuwasomea amri ya Allah azza wa jalla, inna Allah ya'murukum an tadhbahu baqara. Allah anawaamrisheni, amri ya Allah anawaamrisheni mchinje ng'ombe. Qalu atatakhidhuna huzwa, wanaifanya ile amri ya Allah azza wa jalla kwamba ni mzaha. Kalia inadi ambazo walikuwa wakimfanyia Nabii Musa, kile kasubiri. Walaqad kudhibat rusulun min qablik fasabaru ala ma kudhibu wa udhu hatta atahum nasruna wala mubaddila likalimati Allah walaqad ja'aka min naba'il mursalin. Ikhwata al-iman, kazi hii ya al-amru bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar la budda lahu min as-sabr. Hay lazima, haina budi muislamu kuwa na sabr, na sabr katika amru bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar lazima ifungamanishwe na mambo matatu. Jambo la kwanza, ilmun bima yu'maru bihi wa yunha an qabla. Jambo la pili, rifqun ma'a al-amri bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar. Jambo la tatu, sabrun ba'da amrin bi ma'rufin wa nahy 'anil munkar. Mambo matatu, moja linakuja kabla, moja linakuwa katikati, moja linakuwa mwisho. Kabla ya amri bi ma'ruf wa nahy 'anil munkar lazima uwe na elimu, elimu ya lile unaloliamrisha na elimu ya lile unalolikataza liwe ni munkar. Usiye ukao unakataza jambo ambalo sio munkar, wewe ukadhani ni munkar, kumbe ni wewe una elimu. Au unawaamrisha watu ni maruf, unadhani ni maruf, kumbe sio maruf, ni wewe huna elimu bado. Kwa hiyo una elimu kabla, na wakati unaitekeleza kazi hii ya amru bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar, wakati kazi hii unaitekeleza uwe na rifq, uwe na upole, uwe na hikma na busara, kwa ushahidi wa maneno ya Allah azza wa jalla, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan. Lazima ufuate na upole, unatekeleza, unazungumza kwa maneno mazuri, kwa uslubu mzuri, kwa njia inayofaa, kwa sababu ili na kwa ajili ya kwamba yale maneno unayozungumza yaweze kukubalika kwa haraka. Wakati mwingine jambo la haki mtu anaweza kulipinga kwa sababu ya ule uslubu uliotumia ni uslubu mbaya, uslubu usiofaa, uslubu wa jeuri, uslubu wa takabbur, uslubu wa kujiona, uslubu wa dharau. Nani atakubali kudharauliwa? Hata kama amefanya makosa, huwezi kutumia uslubu kama huu kwa mtu aliyefanya makosa. Baada ya amru bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar ndio inakuja sabr. Wasbir ala ma asabak inna dhalika min azmi al-umur. Haya yote matatu niliyokuambia ewe mwanangu ni katika mambo makubwa ambayo Muislamu anatakiwa kuyaazimia. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا، واجعلنا ممن قام رمضان إيمانا واحتسابا، واجعلنا ممن يدرك ليلة القدر إيمانا واحتسابا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ili kuboresha kazi zetu, tunaomba mchango wako kupitia lipa namba kwa mitandao yote. ila Allah wa rasulih Jina Al-Hidayah Online TV. Aidha, usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Asante kwa kutuunga mkono. Al-Hidayah Online TV, uongofu kwa walimwengu.